Moja ya mabodyguard ambao wametengeneza jina kubwa sana Bongo hapa ni Mwarabu Fighter ambaye zamani alikuwa anafanya kazi na Diamond Platnumz kama tunavyojua, lakini siku zinavyoendelea akaendelea kufanya kazi na watu kibao, kafanya kazi na Irene Uwoya, kafanya kazi na Wopa, kafanya kazi na Hamisa Mobeto, lakini pia kuna mitikasi mingi sana ambayo imefanya private nje na mastaa wa kibongo bongo. Tunaye Mwarabu Fighter kuweza kupata mawili matatu kuhusiana na mishe zake za bodyguard, lakini pia life yake linaendeleaje, kwa sababu sisi tunavyojua Mwarabu Fighter ni bodyguard. So sasa hivi hatuoni zile mitikasi za kuonekana sana, labda kuna engo au kuna sehemu ambayo sasa hivi anajihusisha sana au unasema anapiga mitikasi sana, ameacha mambo ya bodyguard au vipi? Tumembukia ofisini kwake leo tupate story mbele tatu. Mwarabu Fighter, mambo vipi kaka? Poa kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mitikasi vipi? Mitikasi inakwenda kwa uwezo wa Allah, nadhani kila kitu kiko poa kabisa yani. Mwarabu Fighter kimya sana bwana, kimya sana. Nahisi siku za nyuma kulikuwa na matukio mengi sana, kwa sababu baada ya kutoka kwa Simba ukawa tukakuona huko kwa Irene Uwoya, mara leo kwa Hamisa Mobeto, mara nani tena Wopa, mitikasi kama mingi sana, umepata madili mengi, umepiga kazi, umeelewa vizuri. Lakini sasa hivi Mwarabu ni kimya sana, tusikii story za Mwarabu Fighter. Au kuna sehemu nyingine ambayo umeingia unapiga mishe au umechana na bodyguard, au bado kazi yetu inaendelea? Kwa sababu nimekuja ofisini kwako, obvious sijaona mazoezi yakifanyika, sijaona gym, mimi naona mapicha za wana tu hapo. Inakuwaje sasa hivi, life inaendaje? Life inaenda vizuri, kwa sababu unapoongelea Mwarabu Fighter ni taasisi, na tokea nitoke kwa msanii Diamond nilifanya kazi kama unavyosema na watu tofauti, na mpaka sasa hivi naendelea kufanya nao kazi, ila vile vile mimi kama taasisi na crew ya watu ambao wako nyuma yangu wanafanya kazi ambazo hizi ndo kazi zetu, na mpaka sasa yani nadhani maisha yanaendelea kihivyo. Unaweza usinione mimi nyuma ya kamera au mbele ya kamera, lakini unaweza kuona moja, wawili au watatu wa vijana wangu wanafanya kazi. Kwa hiyo watu wana apply kazi, sio lazima umuone Mwarabu, lakini utavyoona vijana wako front, asilimia kubwa wanakuwa ni vijana wanatokea kwangu, tunafanya nao kazi. Wale vijana wanakuwa nao wanalipwa ile na kuja ofisini, au wanaamua tu kuwasaidia vijana hivyo wafanye kazi wapate maisha? Iko hivyo, kwa sababu ninavyokuambia mimi kama taasisi na jaribu kuinua hii industry ambayo tulikuwa nayo, kwa sababu kipindi cha nyuma watu wengi walikuwa waheshimu hii kazi kama kazi nyingine. Kwa hiyo mwisho wa siku mimi nilivyoona ni kabisa nimepata fursa mimi kwa kuweza kueleweka mbele ya jamii, na mimi fursa hii sikutaka kuitumia vibaya, nimejaribu kuisogeza mbali zaidi, ili hata wengine wanaokuja nyuma yangu wazidi kunufaika kupitia sisi watu ambao tuko hivi, watu ambao tuko fit kwa mazoezi na nini. Kwa hiyo hii fursa napenda hata vijana wengine yani wazidi kuchipukia na wazidi kufanya vizuri na wazidi kufanya vizuri na vizuri zaidi. Kwa hiyo siwezi kukubali kuachia tu swala hili liende hivi hivi. Vijana wengi wako mtaani na wako vizuri zaidi ya mimi, au wako vizuri zaidi sana. Kwa hiyo inabidi tujitahidi kutumia jina langu ili kusababisha hii kazi zidi kuheshimika zaidi na zaidi. Kwa nadhani siku za mbele watu watazidi kuelewa. Mpaka sasa hivi nadhani kama ulifuatilia hata juzi kati, nadhani hata serikali imepitisha kwenye swala letu hili, kwa sababu ilikuwa sio kitu kidogo. Zamani walikuwa wanafikiria tu wanavyoona wao mabouncer, wanavyoona sio wacheza ngumi, watu wanacheza kaletu wanaingia katika swala hili la kulinda watu au kwenda kwenye event kulinda watu, wanakuwa wanachukulia kama wauni, kama wezi, kama hivi. Lakini sasa hivi mpaka serikali imeelewa kwa jicho la pili, imekuja kugundua kumbe hizi nazo ni kazi kama kazi nyingine, na watu wanafanya, wanalea familia zao, watoto wao wanaenda shule, wanaishi vizuri kupitia kazi hizi. Kwa hiyo ni hivyo. Kikubwa ninachokiangalia mimi kwenye kazi hizi ninapokuwa na crew yangu na vijana wangu ni kuzidi kuelimisha tu, ili tuzidi kuheshimika zaidi. Elimu moja wapo ni kuwa na nidhamu kwenye kazi zetu na kuweza kufanya kazi bila kuwa na purukushani aina yoyote. Unaangalia tu jinsi gani kufanya kazi na mtu au event au na tamasha la aina yoyote, na kuwa ni mtu fulani na kuwa nakaa na watu na kikundi changu nazidi kuwapa mbinu mbadala ili tuzidi kuheshimika zaidi. Mwarabu Fighter, wewe ni brandi kubwa sana. Ukizungumzia brandi kubwa Tanzania za mabodyguard, Mwarabu Fighter ni brandi kubwa sana, kwa sababu tumeona umefanya kazi na Diamond by the way. Na sio kwamba Diamond ameacha kufanya kazi na mabouncer. Diamond amepanda mabouncer wengi sana, lakini ile kujulikana kama Mwarabu Fighter imekuwa ni shughuli kama alivyokuwa Mwarabu Fighter. Unahisi Diamond alikusaidia wewe kujulikana mpaka hapo ulipo? Kikubwa namshukuru Mwenyezi Mungu, na vile vile unavyojua kila kitu kina sababu yake. Kwa sababu mimi binafsi kufika hapa nimshukuru sana yeye, ameweza kunisogeza hivyo, lakini Mwenyezi Mungu ndo kaweza kulibariki hili mpaka mimi kufika pale kwenye maana. Naamini kwenye maisha huwa tunategemeana. Kwa hiyo mimi ninachoamini mimi kwa
yeye ndio ameweza kunifikisha hapa, ila kitu kikubwa siku zote tunamwamini Mwenyezi Mungu, kwa sababu kila kitu kina sababu yake. Manake mimi kufika hapa nilipo, lakini tambua hata yeye naye vile vile nimemfikisha pale alipo. Kwa kila mmoja alikuwa na nafasi yake, katika nafasi yake ameitendea haki. Yani hivyo tu. Okay, sawa. Wengi wanazungumza kwamba Mwarabu Fight asingekuwa Diamond, asingekuwa huyu. Wewe unahisi kwa Diamond ule play part gani? Hayo ni maono ya watu tu, lakini mimi ninachoamini mimi kuwa jinsi ni uwezo wangu wa kazi na jinsi ninavyofanya kazi kwa kujituma, vile vile ni kazi ambayo ninayoipenda, na mimi ndio imeweza kunifikisha hapa nilipo, kwa sababu hata yeye aliona nafasi yangu mimi na mata kufika pale, na maana ndio maana nilifanya naye kazi. Kwa hiyo mimi ninachokisema tu sio mimi tu, yani hata yeye vile vile alikuwa ananitegemea mimi. Kwa hiyo tulikuwa tunategemeana, ndio maana nakueleza hivyo, kwa sababu kwenye maisha huwa siku zote kila mmoja kwenye nafasi yake anatendea haki. Kwa hiyo mimi ninachosema kuwa siwezi kuongelea vibaya zaidi ya kumshukuru, kwa sababu yeye alinivuta katika sehemu ile nifanye naye kazi, lakini vile vile aliona kuna madini kutoka kwangu kupitia kwake. Kwa hiyo kila mmoja alikuwa anategemea mwenzake kwa nafasi yake. Nafasi yangu nilicheza vizuri kama mimi, na yeye alicheza vizuri, na kila mmoja akafika sehemu alipo. Kwa hiyo kufika hapa vile vile tumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sio kitu kidogo. Yani hivyo tu. Kuna mabodyguard wengi sana Bongo. Wengi sana, kuna mabodyguard kibao sana ambao wanafanya kazi na Diamond, wanafanya kazi na Harmonize na wasanii wengi sana Bongo hapa. Lakini jina la Mwarabu Fighter linabaki pale pale. You understand? Hata kama ukienda wapi kumuuliza unamfahamu bodyguard gani? Atakwambia mimi namfahamu Mwarabu Fighter. Unahisi ulijitengeneza sehemu gani kutengeneza brand ya jina lako kuwa kubwa namna hii? Unajua watu wengine wanashindwa kuelewa. Mwenyezi Mungu, kila mwanadamu ana kitu chake alichozaliwa nacho. Tambua hii ndio kitu changu mimi. Ndio maana hawezi kutokea Mwarabu mwingine zaidi yangu. Hiki ndio kitu changu ambacho yani ni talent ambayo niliozaliwa nayo. Kwa hiyo hivi vitu navifanya kabisa, yani navifanya viko damuni. Na ndio maana akiwezi kubadilika hata ulete nini. Kwa Mwarabu ndio yuko pale pale. Kwa hiyo ndio hivyo ninavyokueleza. Okay, so brand yako ulitengenezaje Mwarabu? Ulitengeneza kukumtegemea Diamond tu na baadhi ya watu ambao wafanya nao kazi, au kuna namna wewe kama Mwarabu ulikuwa unajiongeza kwa ajili ya kutengeneza jina lako kuwa kubwa namna hii? Unapofanya kazi kwa bidii, kwa kujituma na kuonyesha nidhamu kwa watu, ndio moja ya brand. Brand haiji hivi hivi tu kama nani. Brand ni watu wanaokufuatilia kwa kuona mazuri unayoyafanya na bidii unayoifanya kwenye kazi yako, ndio maana brand. Kwa hiyo mpaka leo naamini kabisa ni kutokana na watu wanavyonifuatilia na kazi ninavyozifanya, ndio mimi nachoamini hii ndio brand yangu ilipo, na mpaka leo riziki zangu nazipata kupitia huko. Kwa sababu kuna swali moja uliniuliza muda mrefu sana sija kuona kufuatana na wasanii na nini. Sawa, lakini ukashindwa kuelewa kuwa Mwarabu Fighter tayari kashatengeneza brand, na kama katengeneza brand, hii brand yangu siitumii tu kwa kusema endelea sasa hivi na naendelea tu kuendelea kulinda na nini, lakini kazi yangu ya ulinzi ndio kazi ambayo naipenda na ndio kazi yangu ambayo imenifikisha hapa. Lakini tambua vile vile bado ni nafanya kazi za kuweza kuwa mtu wa kuhamasisha, na hamasisha watu wa afya, watu wa mazoezi. Kama wiki iliyopita nimesafiri sana kwa ajili ya kuhamasisha. Kwa hiyo mimi ni mhamasishaji vile vile. Okay, hebu waambie kwanza Watanzania ulisafiri kwenda wapi na wapi kwa ajili ya uhamasishaji na kuwafanya watu kuwashawishi au kuwahamasisha Watanzania waweze kufanya mazoezi. Kwa sababu tunakufahamu wewe ni mtu wa mazoezi, si ndio? Ulienda sehemu gani ukahamasisha nini? Ukaenda wapi ukahamasisha nini? Nilikuwa kama wiki 3 za nyuma nilikuwa Mwanza. Nilikuwa katika tamasha kubwa sana la Mtu ni Afya Summit 2019, ambalo hilo tamasha lilikuwa ni uzinduzi wa hospitali kubwa sana ya Uhuru pale Mwanza. Kwa hiyo mimi kama Mwarabu sikwenda kwa ajili ya ulinzi, nilikwenda kwa ajili ya kuhamasisha, kutokana ni hospitali ambayo ni kubwa, ilikuwa inafunguliwa, ilikuwa na watu wengi, alikuwa waziri wa afya, mkuu wa mkoa wa Mwanza, daktari mkuu wa mkoa wa Mwanza alikuwepo hapo, na baadhi ya wasanii walikuwepo kama kina Shilole, kina Idrisa na mimi nikiwa kama mmoja wapo nikiwepo kwa ajili ya kuhamasisha. Kwa hiyo nilikuwepo hapo na kana kuwaelezea watu jinsi gani ya sisi vijana kuwa tuweze kuishi vipi, kujilinda na maradhi na vitu tofauti, tuepukane na nini, tufanye nini. Kwa hiyo mimi nimekuwa nafanya hivyo. Kwa hiyo inapotokea nafasi yangu hii ya kusema kuhamasisha swala la kiafya, kutokana mimi ni mtu wa mazoezi, yani huwa naitendea haki kama ninavyofanya kazi zangu za ulinzi.
Kwa hiyo nipo katika sehemu zote, yani kwenye kucheza nafasi zangu hizo nazicheza yani kama zilivyo. Umezungumzia issue ya nidhamu wakati unaendelea kuongea, kuna sehemu uligusia kwamba kutengeneza brand ya Mwarabu Fighter nilifanya kazi nikajituma sana, lakini kwa kuchanganya na nidhamu. Moja ya comment ambazo waga tunakutana nazo sana na watu wanaizungumzia ni Mwarabu Fighter kushindwa kufanya kazi na baadhi ya watu ambao umejaribu kufanya nao kazi. Fanya kazi na Diamond, fanya kazi na Irene Uwoya, fanya kazi na Wopa, kufanya kazi na Hamisa Mobeto, lakini moja ya kitu ambacho anakizungumzia sana kwamba Mwarabu Fighter anashindwa kukaa kufanya kazi muda mrefu, wanazungumzia issue ya nidhamu. You understand? Issue ya nidhamu ndo nashindwana na hawa watu. Kwamba kuna baadhi ya vitu nini mtu anakujiona Mwarabu mbona kama anazingua hapa, Mwarabu inakuaje? You understand? Unaenda kwa Mwarabu hapa anafeli Mwarabu. Sasa hii hebu iweke wazi kidogo Mwarabu Fighter. Ni kweli hivi vitu ambavyo vinaongelewa, na kama ni kweli yani inakuaje, sehemu gani ambao unakwama? Kwanza kuna swali moja ambao umeweza kuniuliza ambalo sikuweza kulilani sana na siwezi kuliongelea kivile, ila asema tu kwenye swala hili ambalo unaniambia kuwa nashindwa kukaa na sui na Irene sui na Hamisa sui na nini kwa ajili ya nidhamu. Lakini tambua nilipotoka kwa Diamond, nilifanya kazi na Diamond zaidi ya miaka 5-6. Baada ya kuja leo kumiliki ofisi yangu na kufanya kazi zangu na kuwa kama Mwarabu kama taasisi na kuwa na watu zaidi ya 20-30 nyuma wananitegemea mimi. Tambua mimi yani wale ninaofanya nao kazi nafanya nao kazi kwa mkataba, aidha siku moja au siku mbili. Wanaponilipa changu tunafanya kazi, tukimalizana tunamalizana. Kwa hiyo kunihitaji tena lazima wani apply. Sio kama tumeacha kufanya nao kazi. Kwa hiyo ndio maana unakuta inakuwa hivyo. Kwa hiyo wale siachi kufanya nao kazi. Ndio maana unakuta sasa hivi ndio maana naomba wewe unioni. Lakini kama unioni mimi vijana wangu wanafanya kazi. Kwa hiyo nakuwa na katika nafasi yangu sipendi kuwa mchoyo, kwa sababu naamini kabisa mimi nisingeweza kufika hapa bila kushikwa mkono na wengine. Kwa hiyo naamini kabisa kwenye hili mimi kuna wengine lazima niwashike mkono na waweze kufika mbali. Mwarabu Fighter umeweza kuongea kitu ambacho nahisi wabongo wengi watajifunza vitu vingi kupitia kile unachokiongea. Lakini nikibaki na news, Mwarabu Fighter kuna story nyingi sana ambazo zimetokea kuhusiana na wewe. Mapenzi yamesababisha Harmonize kumfukuzisha Mwarabu, you understand? Vitu kama hivyo vimekutokea wewe, imekuzungumzia wewe. Ikaja nyingine anasema kwamba walisema umetoka na Mwarabu, you understand? Na hizo unanielewa pointi zangu nazolenga. Yote yalikuwa na kuhusu wewe, ingawa hufanyi nao kazi. Umekuwa ukizungumziwa sana na baadhi ya wasanii hasa wa WCB. Diamond nikakuzungumzia kwenye ngoma yake Inama, Harmonize kaja kwenye ngoma yake ile inaitwa nini, iko na Kichila, kakuzungumzia pia kuhusiana na Sara, mwanadada Sara. Tulipiga story kipindi cha nyuma kakataa kabisa. Ingawa Diamond naye pia alikataa na Harmonize kakataa, lakini stories zinavyoendelea kuwepo bado wanaendelea kuzungumzia, yani ikimaanisha kwamba kuna kitu kilikuwa kinaendelea kweli. Sio, unaelewa kwamba kuna kitu kilikuwa kinaendelea. Hizi story inakuaje unahusishwa na hivi vitu viwili? Ngoma Diamond nikakuzungumzia, lakini Harmonize pia kakuzungumzia, na huenda tukaendelea kukusikia tena kuhusiana na huyo bibi Sara, ingawa tayari ni mke wa mtu tayari, lakini itabidi tuweke wazi watu waweze kujua. Kwanza lazima utambue kwa kitendo cha mimi kunizungumzia, so kunizungumzia tu kwa mabaya au kuniimba nyimbo, ni wanakumbuka vitu vyangu vingi vizuri ambavyo nilivyokopo na wafanyia nikiwa nao pamoja. Kwa hiyo kila kukicha mtu anaweza kukaa, anaweza katunga nyimbo na akajifikiria akaona yani hapa Mwarabu. Kwa hiyo inafikia tu kipindi lazima mtu akutaje kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu kuamini kabisa yani uwepo wa Mwarabu ulikopo na unaashiria vitu vingi vizuri. Kwa hiyo kwenye hili mimi siwezi kulikataa, na ndio maana hata sikuweza kulipinga, na nyimbo nikawa nimeibariki, na ndio maana hata mwenyewe sometimes una nikiwa ndani mnafurahia tu yani. So mimi yale maneno unayasikiliza, hata mke wangu huwa anaipenda sana ile nyimbo, kwa sababu anaamini kabisa nyimbo hiyo unasema nyimbo ya Inama ni nyimbo ambayo ni nzuri, kwa sababu katika kile kipengele ambacho nilichowekwa mimi nikaona kabisa wamenienzi kutokana na mazuri ambayo nilikuwa nafanya nikiwa nao. Kwa hiyo mimi kwenye hilo mimi nikawa nimelipitisha. Yaani mazuri wanafanya mazuri kwamba ni kweli wanatembea na Sara au nini? Sababu issue ni Sara. Ukweli wanao wao, ukweli wanao Harmonize, ukweli wanao Diamond, na ndio maana hata wao wenyewe hawakuweza kusimama mbele ya media na kuongea hivyo, lakini walitumia nafasi ya sanaa kufikisha ujumbe kwa jamii, kwa jamii iweze kupokea bila kuongea kuwa bwana ilitokea hivi na ikafanyika hivi, lakini ujumbe huo ulikuwa ishiri hivyo, lakini ule ujumbe baadhi ya watu waliupokea kama ulivyo, lakini kuna wengine wakaona hizi njia za kisanaa zimeweza kusababisha nyimbo ipenye kupitia jina la Mwarabu. Kwa hiyo kwenye hili mimi siwezi kulikataa, ndio maana hata mimi nyimbo nikawa nimebariki tu. Lakini
Mwarabu Fighter baada ya kutoka kwa Diamond, unahisi wewe uliporomoka kwa namna gani katika maisha na katika harakati zako? Kwa kifupi sio kitu rahisi, kwa sababu mimi kipindi naacha kazi, sio niliacha tu kwa sababu vipi. Mimi niliacha kazi kwa Diamond kwa sababu ya kuangalia familia, kwa sababu ilifika kipindi fulani unapofanya kazi kwa muda mrefu afu ile kazi unaona kabisa haikulipi na familia inaumia, inabidi uangalie ukubwa wa kazi ambayo nilikuwa naifanya kwa Diamond na jina langu lilivyo na familia yangu ikawa ni vitu ni tofauti. Kwa hiyo baadaye nikawa nikifika nyumbani nikilala usiku huwa na challenge mind. Kuona kutokana na ukubwa niliokuwa nao na kazi ninayoifanya na msanii niliokuwa naye, kwa sababu gani nisitulie hapa nyumbani hata nikauza genge watoto wangu wakala hata milo mitatu kwa wakati kuliko kuhangaika hivi na kuna nini, kwa sababu pesa ambayo nilikuwa naipata ilikuwa haifiki hata wiki moja inakuwa imeisha, kutokana nilichokuwa nakifanya mimi. Nilikuwa naishi na msanii, kutokana na msanii kashakuwa brandi. Hasa kwa mimi mwenyewe kama Mwarabu nilikuwa yani katika hela yangu ya mshahara mwisho wa mwezi nilikuwa asilimia kubwa ile mshahara nilikuwa ni najaribu kuilinda brand ya mtu ambaye nafanya naye kazi. Nilikuwa silini brand ya Mwarabu Fighter, nilikuwa nalinda brand ya Diamond kwa sababu nilikuwa natumia hekima, kwa sababu mshahara wangu ninapopokea matumizi yanakuwa ni makubwa tofauti na kazi ninayoifanya, kwa sababu ilifika kipindi sina gari, sina pikipiki, sina nini, nakaa mbali. Kwa hiyo unakuta ile ruti zangu na ule mshahara unaishia kwenye nauli tu. Nikiitwa nachukua Uber, nikiitwa nafanya hivi. Kwa hiyo unakuta sometime wewe hata ndani ya wiki mshahara ushaisha, nyumbani kuna shida. Kwa hiyo nikaona bora tu hata nitulie, nikiuza tagenge hapa nyumbani kwangu naweza nikajikuta yani nikaishi maisha ya Mwarabu kuliko kuishi maisha ya Diamond. Na ndio kikubwa kinisababisha mimi niweze kuacha kazi, nianze kujiangalia kufanya kazi yangu. Lakini changamoto ilikuwa ni kubwa, kwa sababu unapoacha kazi unategemea mshahara, alafu ule mshahara uko unaishi. Kwa hivyo kwa sababu sikuweza kujimanage kwa kujiwekea account katika miaka yote 5-6 nilofanya naye kazi, account yangu mimi haina hata shilingi 100. Kwa hiyo nimeacha kazi mimi sina hata shilingi 100. Nilianza mwanzo kabisa. Lakini kwenye kuanza mwanzo sikuweza kukata tamaa, kwa sababu mke wangu ni shupavu, alikubali mimi nianze mwanzo, na yeye alikopo mtaani, na mtaani tuliishi maisha ya mtaani ambayo niliishi kama Mwarabu, sikuishi kama bodyguard wa Diamond. Na nilikiweza hivyo kwa sababu mke wangu ni mchangamfu, aliuza mama ntilie, aliuza miogo, alifanya vitu vingi. Kwa hiyo familia ikawa inaenda, ndio mpaka tulifikia hapa. Kwa hiyo changamoto ni kubwa sana, sikuweza kufanya vitu ambavyo hata mtu mwingine nikimwambia leo anaweza kaona kama sina nini. Kwa hiyo mpaka leo hata akaunti yangu ambayo unaiona hapa kama ina hela kidogo, tambua kabisa nimeipata mwaka huu, sio miaka 5 ya nyuma nikifanya kazi na msanii mkubwa. Okay, sawa. Hayo ni maisha ambao Watanzania wengi walikuwa wajua. Unajua tunazungumzia star ni role model ambao watu wengi wanataka kujifunza kupitia yeye. Watu wengi wanajifunza kupitia Mwarabu. Kwa sometimes wa mastaa wanavyokosa kuongea ukweli inawakosi watu wengi sana. Lakini kumbe watu wangekuwa wanajua ukweli huu, basi wangekuwa wanaamini kutokana na ukweli. Okay, umefanya kazi WCB na tayari sasa hivi kuna migogoro mingi sana ambayo inaendelea kutokea. Alitoka Kifesi, watu wakaongea kwako Kifesi kazingue mwenyewe. Akaja Mwarabu Fighter wakaongea kwao. You understand? Sasa hivi amekuja Harmonize, anajiengua pale. Wewe kwa ulivyokaa pale WCB kwa miaka 5 unayokuja, unaiona wapi kutokana na uongozi? Tunaongea kwa ajili ya kuelimisha. You understand? Unaiona wapi? Mimi kiukweli kwa sasa sitaweza kuiongelea lolote wala kuiangalia lolote, kwa sababu kila mmoja ana fikra zake na nafasi yake aliyojaliwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mimi ninachokiamini kabisa kwenye maisha kuwa WCB pale ilipofikia au inapoendelea, naona inaendelea vizuri, kwa sababu naamini kabisa msanii Diamond bado anafanya vizuri, na kama anafanya vizuri na mimi naendelea vizuri. Wale kujiangua wanajiangua kutokana na kuangalia labda wao wamejiangalia kimaslahi au kivipi. Mimi binafsi maana mimi niliangalia mimi ni baba wa family na mke na watoto na watu nyuma wengi wananitegemea. Kwa hiyo mwisho wa siku mimi niliangalia tu, nisikuangalia kwa vile nafanya kazi na Diamond. Ilibidi nilikae niangalie kuwa mimi ni Mwarabu japokuwa ni famous. Kwa hiyo nirudishe mpira kwa kipa, nianze upya, niishi kama Mwarabu, na ndio maana nimeweza kufika hivi. Kikubwa nataka kueleza watu wengi wanashindwa hili ambalo niliweza mimi, na mimi ninachokuambia tu wajaribu waishi hivi, kwa sababu kishakuwa tayari ni famous kuna changamoto nyingi sana. Leo hii Mwarabu
napanda daladala, mtu anaweza kwa jeni apande daladala, anaweza kukushout kwa jeni upande daladala, lakini nimejiona kama Mwarabu nisiishi kama nikiwa na Diamond. Nilikuwa na Diamond ni kweli sikufichi, sina gari, sina usafiri wowote, lakini uwezi kunipandisha daladala kwa sababu nilikopo na siishi kama Mwarabu. Nilikopo naishi kwa kuitetea brand ya msanii mkubwa ambaye nilikuwa naye, na ndio maana niliweza hata angenipa shilingi ngapi yani katika ule mshahara, ina maana kama katikati anipe malupulupu, ina maana lazima nilikopo na sababu nyingi za kuteseka kwa kutokana na maisha ambayo nilikuwa naishi hapo. Kwa hiyo nikaona sasa kwa ajili gani nisiache kazi niishi kama Mwarabu, ndio maana nimeweza kuishi hivi. Yeah. Sometimes mtu anaweza kaa Mwarobo Fighter ana hela huyu. Yaani unaishi ili watu waonekane una hela ili uelinde jina la mtu, lakini unataka kuishi kwamba wewe mimi ndio uwezo wangu na kula kwa urefu wa kamba yangu. Ile unaishi kwa ajili ya kulinda brand ya mtu. Si ndio unachomaanisha? Yeah, na ndio sababu kubwa unakuta hata saa nyingine watu wengi wanakopa wanapata maumivu makubwa bila kuyatoa kwa kuona tu mtu nakuta tu kapendeza kufanya hivi, anapiga vieleni vyake nini, anatembea, unamwona huyu jamaa yuko WCB, huyu jamaa ana hela anafanya nini, lakini mwisho wa siku maumivu anayo yeye, kwa sababu unapokopo katika brandi kubwa kama ile lazima uishi kibrandi kubwa, kwa sababu msanii uliokuwa naye ni msanii international. Kwa hiyo uwezi kuishi kama wewe, lazima uishi kama msanii, na ndio kitu kikubwa ambacho watu wengi wanakopo kinawaumiza hicho. Yeah. Okay, sasa Mwarobo Fighter, wewe unaweza kuambia nini Watanzania na watu, kwa sababu tayari wewe ni mhamasishaji, unahamasisha kwenye mambo ya afya na nini, wewe unawaambia nini sasa Watanzania? Mimi kikubwa ndio tunawaambia Watanzania, kwanza nashukuru kufika hivi sio nguvu zangu, ni Watanzania wameweza kunipokea na baadhi ya watu wengine wameweza kunipokea kwa mikono yote na kuweza kunibariki, na ndio maana kila siku nafanya hivi. Na kingine wanachosema tu, changamoto zilizokuwa nazo ni nyingi kwa upande wa afya. Kwa hiyo watu wasiwe na ngono zembe, tuweze kumala kwa mara tukiwa kama wanaume, na baadhi wengine unajua wanaume siku zote ndio wanakuwa kwenye swala la upimaji wa afya wanakuwa kidogo wagumu sana. Unajua wenzetu wanawake wako really sana kuliko sisi wanaume kwenye swala la upimaji wa afya. Unakuta wanaume kwenye swala la kupima ukimwi, unakuta mwingine anakuambia mke wangu si mjamzito, ngoja kwanza apime. Lakini kupima afya ilikuwa ni kitendo kia baada ya miezi mitatu unaenda unapima afya yako ili ujiangalie uko vipi. Kwa hiyo swala niwaambie tu wanaume wenzangu, tujaribu kuishi katika staili hiyo ili tuweze kufika, kwa sababu maisha yanategemeana na afya. Kuwa na afya bora ndio maisha yanapokwenda. Kwa hiyo unapojua afya yako, naamini kabisa ndio unatengeneza maisha yako baadaye wewe na familia yako. Kwa hiyo wanaume tuache uzembe wa kutokupima kuangalia afya zetu kwa kutegemea wanawake zetu. Wanawake ni wepesi sana, wako ready sana, na sio wavivu wa kupima kuliko sio wanaume. Mimi nitusema tu kwenye hili tufikishe ujumbe sana. Okay, sawa, sharaf sana. Pamoja. Bwana, asante sana. Tulikuwa na Mwarobo Fighter, tumeweza kupata mawili matatu kuhusiana na kile ambacho walikuwa nacho, na lengo hasa tulikuja kuangalia Mwarobo Fighter anachoshughulisha nacho ni nini sasa, kwa sababu yuko kimya, na tulikuwa tunajua ametoka kwa Diamond, kaenda kwa Reneway, kwenda kwa Wopa, kaenda kwa Hamisa Mobeto, lakini siku kadhaa au miezi kadhaa hatujamuona Mwarobo Fighter akifanya shughuli zake. Tukajua labda ameshaachana na hizi shughuli nini, lakini kumbe na madini kibao. Jina langu nite RJ Pablito Escobar Maliza Nelimando, niko na mwanangu Mwarobo Fighter kutoka ofisi gani hizi, mwambie kwanza hapo. SMG Guard, kama unavyoona hapo SMG, unaona mijitu imekaa mikubwa. Kwa hiyo maana yake nini? Ya? Maana yake nini SMG Guard? Security Management Guard. Mnapoongelea Security Management Guard, usitegemee tu watu ambao ni wakubwa ambao wako nyuma yangu. Na watu wakubwa, lakini vile vile na management ambao ni vijana wadogo, lakini wametoka hapo UDSM, wana akili nyingi na wanafanya vitu ambavyo kufanya Mwarobo Fighter ndio afike pale. Kwa sababu sitegemei tu watu ambao wenye mbavu, vile vile na management ambayo ya kutosha ya kuweza kusababisha Mwarabu aende mbele. Shukrani sana bro. Shukrani sana. Nashukuru sana. Mwanangu.